Sasa hivi usiku nilikuwa nataka niwacheni na hii video usiku huu. Nilikuwa nataka niwaambie na Tanzania, msikate tamaa. Msigive up. Msikate tamaa. Msikate tamaa kwa sababu safari ya haki, safari ya ukombozi haijawahi kuwa rahisi. Angalieni historia kokote, haki kupatikana kwenye nchi, ndugu zangu, haijawahi kupatikana bure. Haki ina gharama. Na sasa hivi Tanzania tunailipia gharama ya kupata haki. Tunailipia gharama ya kupata haki kwa sababu majangili wanataka kuendelea kushikilia nchi ili waendelee kuiba rasilimali. Hiyo ndio sababu pekee hawataki kutoa haki. Ni ule utajiri uliopo Tanzania, kwenye ardhi ya Tanzania, ndio unaofanya watu wataki kutoa haki. Kwa sababu hawataki kugawana ule utajiri na wananchi wote. Wanataka tu wale wao na familia zao. Kwa hiyo ndugu zangu, tulipofika ni pazuri. Tulipofika ni pazuri. Tuendelee kupambana. Mimi nachowaambia, kama mnakumbuka miezi yote nilikuwa nawaambia, jeshi lenu liko na nyinyi. Mmeona hizi last 2 days. Na pia kipindi chote hichi nilikuwepo nawaambieni, Mkunda yuko na sisi. Mkunda yuko na Samia. Pia leo mmekiona. Sio hivyo tu. CDF gani anakubali wanajeshi wa nchi nyingine wako hapa, alafu anawafungia wa kwake? Kawafungia kambini wanajeshi wetu ili aweze kuwaruhusu hawa wa wa Uganda waweze kumsaidia Samia. Lakini wanajeshi wetu wamejaribu kutusaidia hizi last few days, lakini Mkunda anawisha hata wanajeshi wasitusaidie. Kwa hiyo naambia Tanzania, tuendelee kupambana. Msirudi nyuma. Tumefika pazuri, msirudi nyuma. Tukirudi nyuma sasa hivi ni kwamba ndugu zetu wamekufa for nothing. Ndugu zetu tuliwapoteza sasa hivi wamekufa for nothing. Hatuwezi kurudi nyuma. Tulijipromise toka hii miezi yote, tulijua kitakachotokea na tulikuwa tunaambiana no matter what tunasonga. Ndo muda wa kuishi. Tulichokuwa tunasema miezi yote hii kwamba tutasonga mbele, hata watufanye nini, hata waue nchi nzima, wabaki wenyewe basi kama wanataka. Lakini sisi hakuna kurudi nyuma ndugu zangu. Hakuna, au hawawezi kuua nchi nzima.